Israeli imeua Wapalestina zaidi ya 54,500 huko Gaza tangu Oktoba 2023. Idadi ya vifo vya Wapalestina kwenye vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendelea Gaza ambavyo vilianza Oktoba 7, 2023 sasa imepindukia 54,500. Aghalabu ya waliouawa ni wanawake na watoto. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ukanda huo iliyotolewa Jumanne. Takwimu hizi mpya za kuogofya zinakuja wakati mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yakiendelea kwa nguvu bila dalili ya kusitishwa. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema miili ya watu 40 waliouawa ilifikishwa hospitalini katika saa 24 zilizopita, huku watu wengine 208 wakijeruhiwa. Hadi sasa jumla ya watu waliojeruhiwa vibaya imefikia 124,901 tangu uvamizi wa Israeli uanze mwezi Oktoba mwaka jana. Waokoaji hawawezi kuwafikia. Waathirika wengi bado wamekwama chini ya vifusi au barabarani. Taarifa hiyo iliongeza ikibainisha ugumu wa juhudi za uokoaji. Mauaji hayo ya kimbari yalichukua kasi zaidi baada ya jeshi la Israeli kuanzisha tena mashambulizi makali tarehe 18 Machi, ikivunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa yaliyokuwa yamefikiwa mwezi Januari. Tangu tarehe hiyo, Palestina zaidi ya 4240 wameuawa na takriban 12,860 kujeruhiwa. Jumuiya ya kimataifa bado imegawanyika kuhusu mauaji haya ya kimbari yanayotekelezwa na Israeli. Mwezi Novemba mwaka 2024, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitoa hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa zamani wa vita Yoav Gallant kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika ukanda wa Gaza. Wakati huo Israeli inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari iliyowasilishwa na Afrika Kusini katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ikishtakiwa kwa kuendesha vita vilivyo na dhamira ya kuangamiza taifa la Palestina, kesi ambayo imepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa mataifa ya kusini mwa dunia. Wizara ya mambo ya nje na masuala ya wageni ya Jordan imelaani vikali vitendo vya mara kwa mara vya walowezi wa Kizayuni kuvamia msikiti wa Al-Aqsa. Kwenye taarifa yake Jumanne, wizara hiyo imesisitiza kuwa wizara ya wakfu na masuala ya Kiislamu ya Jordan ndiyo mamlaka pekee yenye jukumu la kusimamia na kudhibiti masuala ya Masjidul Aqsa. Siku za Jumatatu na Jumanne, mamia ya walowezi wa Israeli waliingia kwa nguvu kwenye kiwanja cha msikiti wa Al-Aqsa huko Al-Quds, inayokaliwa kwa mabavu kusherehekea sikukuu ya Kiyahudi ya Shavuot, inayojulikana pia kama sikukuu ya wiki. Kwa mujibu wa walioshuhudia, walowezi hawa wa Kizayuni walifanya matambiko ya uchochezi ya Talmud kwenye lango la msikiti wa Al-Aqsa kuadhimisha sikukuu ya Kiyahudi ya Shavuot. Zaidi ya walowezi 12,000 wa Kizayuni wenye misimamo ya kufurutu ada walivamia msikiti huo mtakatifu Al-Aqsa mwezi Mei pekee uliomalizika na kufanya vitendo vya kichochezi katika eneo hilo takatifu. Kwa nini nchi za Amerika Latini zimejiunga na safu ya wakosoaji wa Israeli? Rais Lula da Silva Brazil amesisitiza kwenye matamshi yake kwamba kinachoendelea Gaza si vita bali ni mauaji halaiki. Alifafanua, tunachoshuhudia huko Gaza hivi sasa si vita kati ya majeshi mawili hata kidogo, bali kuna jeshi moja tu lenye weledi kamili ambalo linaua wanawake na watoto kwenye ukanda wa Gaza. Mwishoni mwa Februari 2024, da Silva alisema kwenye taarifa yake kwamba kinachofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza si vita bali ni mauaji halaiki, kwa sababu utawala huo unaua wanawake na watoto. Rais wa Brazil aidha amelaani mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza mapema kwenye taarifa yake na kusisitiza kuwa walimwengu hawapaswi kunyamaza kimya mbele ya mauaji yasiyoisha ya Israeli dhidi ya Palestina. Misimamo mikali ya rais wa Brazil dhidi ya mauaji halaiki ya Palestina wakati wa vita vya Gaza ni moja ya kadhia za hivi karibuni za kulaani utawala wa Kizayuni unaofanywa na wakuu wa nchi nyingi za Amerika Latini kutokana na jinai zisizo na idadi za utawala huo katika vita vya Gaza. Nchi nyingi za Amerika Latini zimechukua misimamo mikali zaidi kati ya nchi zisizo za Kiislamu dhidi ya Israeli na vitendo vyake vya jinai kwenye vita vya Gaza, na wakati huo kwa kupunguza au kukata uhusiano na Tel Aviv na kuishtaki, pamoja na kuunga mkono mashtaka nchi nyinginezo kama vile Afrika Kusini dhidi ya utawala wa Kizayuni kwa tuhuma za mauaji halaiki huko Gaza, zimeanzisha kampeni kubwa dhidi ya utawala wa Kizayuni. Venezuela, ikiwa kinara wa nchi za kimapinduzi katika Amerika Latini, imekata uhusiano na Israeli muda mrefu uliopita. Katika vita vya Israeli na Lebanon mwaka 2006, Venezuela ilimuita nyumbani balozi wake kama ishara ya kupinga uvamizi wa Israeli. Kwa upande mwingine, Tel Aviv pia ilimuita nyumbani mwakilishi wake kutoka Caracas, na kwa muktadha huo uhusiano wao wa kidiplomasia kati ya pande mbili ukawa umefikia tamati.
Kama ishara ya kupinga vita vya Gaza vya 2008 na 2009, serikali ya Venezuela ilikata uhusiano wote wa kisiasa na kiuchumi na Israeli kwa wakati mmoja. Caracas daima imekuwa na misimamo imara dhidi ya utawala wa Kizayuni na kulaani vitendo vyake dhidi ya Palestina. Kwa mfano, baada ya kufichuliwa jinai zilizofanywa na jeshi la utawala wa Kizayuni wakati wa vita vya Gaza, waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Ivan Jael Pinto alitangaza uungaji mkono wa nchi yake kufunguliwa mashtaka watenda jinai wa Israeli mwishoni mwa Februari 2024 na kusema ni muhimu jamii ya kimataifa kuchukua hatua za kumwadhibu mvamizi na mtekelezaji wa mauaji ya halaiki. Mwishoni mwa Oktoba 2023, baada ya uamuzi thabiti wa Bolivia wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na utawala wa Kizayuni, wakuu mbalimbali wa mataifa ya Amerika Latini zikiwemo Colombia, Brazil, Chile na Venezuela pia walitoa radiamali kwa shambulizi la kulipuliwa kwa kambi kubwa zaidi za wakimbizi wa Kipalestina kwenye ukanda wa Gaza, na kukazungumziwa uwezekano wa mataifa mengine kuchukua hatua kama ilivyochukuliwa na Bolivia. Haukupita muda mrefu, marais wa Colombia na Chile, Gustavo Petro na Gabriel, waliwaita nyumbani mabalozi wao wa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, wakilalamikia mashambulizi makubwa ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Gaza kwa lengo la kutathmini umuhimu wa kudumisha mazungumzo ya kidiplomasia na utawala wa Kizayuni. Rais wa Chile Gabriel Boric alitangaza kwenye akaunti yake ya X, Chile inalaani vikali vitendo vya Israeli na inaangalia kwa wasiwasi mkubwa operesheni hii ya kijeshi ambayo ipo katika awamu ya adhabu ya pamoja raia wa Palestina huko Gaza na haiheshimu kanuni za msingi za sheria za kimataifa. Baadhi ya nchi za Amerika Latini zimekwenda mbali zaidi na kuchukua hatua dhidi ya utawala wa Kizayuni. Pamoja na mambo mengine, serikali ya Nicaragua ilitoa taarifa ikieleza uuzaji wa silaha za Ujerumani kwa Israeli kwa ni sawa na uhalifu wa kivita na ushiriki wa Ujerumani katika jinai za Israeli na kutaka kukomeshwa hilo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile zaidi ya madaktari na wapasuaji 2000 wa Uingereza wamelaani mashambulio ya kuratibiwa ya utawala wa Israeli dhidi ya vituo vya matibabu huko Gaza. Katika barua ya wazi kwa serikali ya Uingereza, madaktari hao wametaka kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha vitendo hivyo vya kichokozi na kuhakikisha upatikanaji kamili na salama wa huduma za matibabu katika eneo hilo. Kulingana na kanali ya televisheni ya Al Mayadin, barua hiyo ambayo imetiwa saini na madaktari 2200, madaktari wa upasuaji na wafanyakazi wa mfumo wa afya wa Uingereza katika siku 3 zilizopita, wakiwemo washauri na madaktari mashuhuri zaidi ya 300 na madaktari 1100 wanaofanya kazi kwenye mfumo wa afya ya umma, inachukuliwa kuwa moja na nafasi kubwa zaidi ya maandamano ya wafanyakazi wa matibabu wa Uingereza dhidi ya vita vya Gaza. Sehemu moja barua hiyo inasema, katika taaluma zetu tumejitolea kutunza maisha ya mwanadamu kwa utu na heshima. Majukumu haya ya kimaadili na kisiasa yanatuhitaji kuchukua hatua, sio tu kutibu magonjwa na majeraha, lakini pia kuzuia madhara na kushughulikia mizizi yake. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.